Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Yes, mambo vipi mwanetu kutokea kitaa chochote ambacho ulipo. Ni bonge moja time ya kuweza kupata recap ya tu umbea ya kutoka hapa Kasako Media. Yo, shout out mingi sana kwako mwanetu ambao umetenga time ya kuweza kujiacha kwenye upande wa kuweza kusubscribe kwa ajili ya kuweza kuwa ni moja kati ya mshikaji ambaye unapata updates zote ambazo zina happen kupitia YouTube channel yetu. Sisi tunaondoka kama Kasako Media. Sasa moja kati ya update ambayo kwa siku ya jana unaweza kuipata kutoka kitaa hiki cha Kasako Media na team nzima ya Safi, tulifanya kama kuweza kukupa issue nzima ya updates ambacho kitu gani ambacho kinaendelea kutokea kitaa hiki cha entertainment industry. Ni kuhusiana na issue nzima ya msiba wa moja kati ya mshikaji ambaye anaumiza ile kinoma kwenye kipande cha Singeli. Hapa namzungumzia Meja Kunta. Ameweza kupatwa na msiba wa baba yake ambaye anakwenda kwa jina la Mwarami Sadiki Mtumbuka. Hili ndio jina la baba yake mzazi. Sasa masaa 6 yaliyopita kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti issue nzima ya ratiba ya msiba wa baba yake. Kupitia ratiba ambayo ameweza kuiposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, jinsi ambavyo inavyoondoka na kuna kila sababu ya kuweza kukusomea, ili kama ni moja kati ya shabiki basi uweze kusogea kitaa kile pale kwa ajili ya kuweza kujua ni kwa namna gani ambayo tunampa pole mwanetu kutokana na hili jambo ambalo liweza kumkuta. Saa 2 asubuhi mpaka saa 3 utakuwa ni muda wa wageni waalikwa kuweza kupata chai. Baada ya hapo kuanzia mida ya saa 6 mchana basi taratibu zitahamia msikiti ambao unakwenda kwa jina la Masjidi Maalum ambao uko pale Upanga. Kwa pale shughuli nzima za kuweza kufanya ibada zitaweza kufanyika pale. Baada ya hapo saa 10 kamili msiba utaweza kuelekea maeneo ya makaburini. Makaburi yenyewe ni makaburi ya Kisutu. Kwa pale shughuli nzima za kuweza kumpumzisha mzee wetu Mwarami Sadiki Mtumbuka zitahusika pale na zitaweza kumalizika pale katika makaburi ya Kisutu yaliyopo hapa jijini Dar es Salaam. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo siku leo na asubuhi hii hapa update kubwa ambayo imeweza kuhappen kwa kitaa cha social media. So tuna kila sababu ya kuweza kumpa pole moja kati ya mwanetu ambaye anaumiza ile noma kwa pande ya entertainment industry katika pande hii hapa ya muziki wa Singeli. And za chini bwana, ni moja kati ya mshikaji ambaye alikuwa yupo katika selection ya moja kati ya show ambayo ilikuwa inatarajiwa kuweza kufanyika kitaa kile pale cha Mosi. Lakini bwana, kuhusiana na issue nzima ya hili bwana, na imani atatulia kwa sababu msiba wa mzee ni moja kati ya kitu ambacho ni heavyweight ile kinoma. Endelea kusubscribe, mshtue mshikaji wako kwa nguvu ambaye hajasubscribe, mwambie aweze kusubscribe kwa ajili ya kuweza kuwa ni moja kati ya mtu ambaye anapata updates zote ambazo zina happen kwa kitaa hiki hapa. Sisi tunaondoka kwa jina la Kasako Media. Baadaye saa 7 kamili mpaka mida fulani ni bongo utaratibu wa burudani mko pale unakutana na mbunge wa Mbeya. Huyo anakwenda kwa jina la Sharks 24/7 ataweza kukupa details nzima kuhusiana na issue nzima ya nini ambacho kinaendelea katika msiba wa baba yake Meja Kunta. Lakini pia dada Bonge ni moja kati ya mtu ambaye time hii hapa behind the camera anajiacha anaelekea kitaa kile pale kwa ajili ya kuweza kukupa updates. So baadaye tutamika naye moja kwa moja live and direct kutokea msibani, ataweza kutupa updates ya nini ambacho kinaendelea katika msiba wa baba yake Meja Kunta. Lakini utakutana na mimi pakia wiki hiyo ndani kwa 6 babies cha kuwepo hapa. Massive shout out mingi sana kwa makamera woman anakwenda kwa jina la Swau. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.